Naam, kama ilivyokuwa mila na desturi, kulala ni habari na kuamka ni habari, na hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 7 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayoendelea mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Uhaligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Ninayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ili upate kufahamu yote yanayoendelea uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu Kusini. Mpendwa msikilizaji, hapa unazipata zile za ukweli na za uhakika, hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu za kila saa na kila sekunde. Asubuhi ya leo utakujuza kuhusiana na matokeo ya mapambano ambayo yameripotiwa huko Kivuye, matokeo ya mapambano ambayo yameripotiwa huko Fizi na sehemu zingine mashariki mwa Kongo. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Kama nilivyotangulia kusema ya kwamba hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, tarehe 7 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako mapambano makali yamezuka tena katika kijiji cha Kivuye kilichopo katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kati ya wahasi wa AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo wa muungano wa kitaifa wa kutetea haki za kibinadamu ANCDH wanaongozwa na Jenerali Jean-Marie Bonane. Mapambano hayo yalizuka Alhamisi tarehe 6 Novemba mwaka wa 2025 na kusababisha vifo vya raia 5 pamoja na majeruhi 5 wengine. Kwa mujibu wa mashuhuda, mapigano hayo yalidumu kwa muda wa saa kadhaa, yakihusisha matumizi ya silaha nzito pamoja na silaha nyepesi. Baada ya makabiliano makali, vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa na Jean-Marie Bonane vilifanikiwa kuwadhibiti wahasi wa AFC M23 na kukomboa kijiji cha Kivuye ambacho kina umuhimu mkubwa wa kimkakati katika eneo la Luhanga. Kijiji cha Kivuye kinatajwa kuwa ni ngome muhimu inayozuia harakati za wahasi kuelekea Pinga, eneo linalodhibitiwa na majeshi ya serikali wakishirikiana na wazalendo. Wakazi wengi wa eneo hilo wamelazimika kukimbia misituni kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete. Mashirika ya kiraia yatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kurejesha amani na kulinda raia. Kwa upande wa viongozi wa wazalendo, wamesema udhibiti huu ni hatua muhimu katika jitihada zao za kulinda ardhi ya taifa dhidi ya uvamizi wa wahasi wa AFC M23. Na huko kwenye nyanza za juu za tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga ni kwamba mapigano makali yamezuka tena katika nyanza za juu za Fizi, Itombwe na Mwenga mkoani Kivu Kusini, kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na vikosi vya wazalendo dhidi ya wahasi wa AFC M23 RDF na kundi la Ngomino Tugoneo wakishirikiana na Red Tabara. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, mapigano hayo yalianza Alhamisi tarehe 6 Novemba mwaka wa 2025 majira ya saa 11 alfajiri, baada ya makundi hayo ya waasi kushambulia ngome ya jeshi la taifa FARDC katika maeneo ya milima ya juu kwa lengo la kuchukua udhibiti wa vijiji vya Lushanguku na Malamala, Tabundebi, Lombili na Tuwetue. Kwa saa kadhaa milio mikali ya risasi na mabomu ilisikika katika eneo la mapambano, huku wahasi walionekana kutumia silaha nzito katika juhudi za kutaka kuteka mji wa Lushanguku ambao ni ngome muhimu ya kijeshi katika ukanda huo. Hata hivyo, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani kutoka upande wa wazalendo, jeshi la FARDC likisaidiwa na vikosi vya wananchi wapiganaji wazalendo lilifanikiwa kuyazidi nguvu makundi hayo ya wahasi, na baada ya mapigano makali yaliyoendelea hadi saa 9 mchana, wahasi wa AFC M23 RDF pamoja na Ngomino Twirwaneho walilazimika kukimbia kuelekea misituni, wakiacha vifaa kadhaa vya kivita.
Mashuhuda wanasema kuwa ushindi huu unapatikana kutokana na ushirikiano mkali kati ya FARDC na makundi ya wazalendo ambao waliungana katika mstari wa mbele kulinda ardhi ya taifa. Inadaiwa kuwa kabla ya mapigano hayo, waasi walikuwa tayari wameshafanikiwa kuingia katika ngome ya jeshi la taifa FARDC na kuidhibiti. Lakini hali ilibadilika baada ya vikosi vya wazalendo kufika kwa kutoa msaada katika mapambano hayo. Kwa sasa vijiji vya Namalama, Bilalombili, Mabunda na Lushanguku vimerudi kikamilifu chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC pamoja na wapiganaji wazalendo. Hivyo vikosi vya wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC vinaendesha operesheni za usalama kwa kuwafukuza waasi waliotokea maeneo ya misituni ya Itombwe na maeneo mengine ya mipakani Mwenga kwa lengo la kuimarisha amani na kudumisha usalama katika eneo hilo. Viongozi wa kijeshi watoa wito kwa wananchi wa maeneo hayo kudumisha utulivu na kutoa taarifa za ujasusi kuhusu harakati za waasi, huku wakiahidi kuendelea kulinda mipaka ya raia ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukijelekeza uko Beni, Butembo na Lubero ni kwamba taarifa kutoka mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza kuwa maafisa 9 wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wamekamatwa na vyombo vya usalama wakituhumiwa kwa kuuza ngao ya chakula ya kijeshi katika eneo la Beni, Butembo na Lubero. Kati ya waliokamatwa wamo maafisa wakuu 5 na maafisa wadogo 4, akiwemo kamanda wa vikosi vya 3414 pamoja na 2102 na 3003 vinavyodumu katika ukanda wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, maafisa hao wanadaiwa kuuza zaidi ya mifuko 250 ya unga wa mahindi, mifuko 80 ya mchele na mifuko 5 ya maziwa ya unga, mali ya jeshi la taifa la Kongo. Hao wametajwa pia kwa kukosa kutii maagizo ya kijeshi kinyume na taratibu za nizamu ya jeshi. Kamanda wa operesheni Sokoi ya kwanza Grand Nord Generali Joseph Mugisa anathibitisha kwamba maafisa hao wamepelekwa katika eneo la ulinzi wa FARDC siku ya Alhamisi tarehe 6 Novemba mwaka wa 2025 kwa ajili ya kuhojiwa na kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Aidha, raia wawili pia walikamatwa kwa kuhusishwa katika kesi hiyo ya wizi ambayo imeibua maswali kuhusu usimamizi wa ngao ya jeshi katika maeneo za operesheni. Jeshi la FARDC limesisitiza kuwa halitovumilia vitendo vya rushwa au matumizi mabaya ya rasilimali za jeshi, likiahidi kuchukua hatua kali kwa yeyote atakayebainika kuwa anatekeleza vitendo vya ukiukwaji wa chakula cha kijeshi. Hivyo tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa uchunguzi wa kesi hii na tutakuletea taarifa zaidi punde zitakapopatikana. Masisi. Zaidi ya vijana 300 wakiwemo watoto wadogo na watu wazima wamekamatwa na waasi wa AFC M23 katika mji mkuu wa wilayani Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vya wenyeji, vijana hao walinaswa siku ya Jumatano tarehe 5 Novemba mwaka wa 2025 katika operesheni za kufunga mitaa na vijiji vilivyozunguka Masisi Center, ikiwemo ni pamoja na maeneo ya Katale na Lushebere. Taarifa zinaeleza kuwa kati ya vijana 200 hadi 400 wakiwemo baadhi ya wanafunzi wa sekondari walikamatwa na kupelekwa katika eneo la parokia ya Matodie ya Masisi ambapo kwa sasa ipo chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Wakazi wa eneo hilo wamesema kuwa sababu ya kukamatwa kwa vijana hao bado haijajulikana, lakini wanaamini kuwa ni mpango wa uandikishaji wa lazima katika jeshi la waasi. Vyanzo vya kiraia vinasema hali hiyo imezua hofu kubwa miongoni mwa vijana wa eneo hilo, kwani kumekuwa na matukio mengine ya kulazimishwa kubeba mizigo na vifaa vya kijeshi vya waasi katika vijiji jirani.
Mashuhuda wanasema kwamba barabara zote kuingia na kutoka Masisi zimefungwa Jumatano asubuhi na wapiganaji wa AFC M23, hali iliyofanya wakazi wengi kushindwa kutoka au kufika katika eneo salama. Kwa sasa taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya vijana wameanza kukimbia kuelekea maeneo jirani kama Nyabiondo na Kalembe katika mipaka ya wilayani Masisi na Walikale, wakihofia kukamatwa au kulazimishwa kujiunga na jeshi la waasi. Hadi sasa viongozi wa AFC M23 hawajatoa tamko lolote rasmi kuhusu operesheni hiyo kwenye majukwaa yao ya mawasiliano. Hata hivyo, wakaaji na viongozi wa kijamii wameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuwalinda raia, hasa vijana, dhidi ya kile wanachokiita uandikishaji wa kulazimisha unaofanywa na waasi wa AFC M23 katika maeneo ambayo wanayadhibiti. Hali ya usalama katika eneo la Masisi endelea kuwa tete, huku hofu ikitanda kwa wazazi na vijana wa eneo hilo. Tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kadri tutakavyokuwa tunapokea maelezo mapya kuhusu tukio hili. Na tukisalia tu huko jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wazalendo katika maeneo ya Masisi, Walikale na Rutshuru jimboni Kivu Kaskazini inaendelea kuleta hatari kubwa kwa huduma za afya katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari, hospitali kuu ya rufaa ya Mweso imezidiwa na idadi kubwa ya majeruhi wanaotokea katika maeneo ya mapambano. Majeruhi hao ni pamoja na raia na wapiganaji wa kundi la AFC M23 walioumia katika mstari wa mbele wa mapambano. Vyanzo vya hospitali vinasema kuwa kutokana na uhaba wa nafasi, wagonjwa wengine wanalazwa kwenye korido za hospitali huku wengine wakiwa nje, huku wahudumu wa afya wakikabiliwa na mzigo mkubwa wa kazi. Kila baada ya saa chache majeruhi wapya wanaendelea kuwasili ndani ya hospitali. Wimbi kubwa la majeruhi lililowasili hivi karibuni Mweso limetoka eneo la Katsiru katika wilayani Rutshuru baada ya mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Ni kwa zaidi ya miezi miwili sasa mapigano makubwa yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo haya matatu, yakihusisha jeshi la serikali na waasi wa AFC M23 na kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia pamoja na wapiganaji. Vile mashambulizi ya hivi karibuni ya jeshi la FARDC kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya ngome za waasi yameongeza idadi ya majeruhi wanaopelekwa katika hospitali ya rufaa Mweso, kwa mujibu wa vyanzo vingine vya ndani. Na moja kwa moja tukijelekeza huko Kisangani tupate kufahamu ni kipi kinachoendelea kuhusiana na Jenerali Pacifique Masunzu. Ni wapi alipo na ni kipi kinachoendelea upande wake? Basi kufahamu taarifa hizi, mpendwa msikilizaji, na kusihi kusikiliza habari hizi kuhusu Jenerali Pacifique Masunzu. Information inatoka kwenye source yetu ya Kisangani inatuambia kuhusu kufungwa kwa Jenerali Masunzu. Jenerali Masunzu alienda kamatiwa Kisangani na mkubwa wa majeshi ya Kongo Jules Banza, chef d'état-major wa force terrestre. Jules Banza njo alishuka kwenda kumkamata Kisangani. Kisa ambacho kilituma watenda kumkamata Masunzu. Masunzu alitoka Kisangani akaingia Burundi. Wakati alifika Burundi alikuwa anaenda kuongea na mkubwa wa jeshi ya Burundi kama hataki tena drone kuwa zinapiga ba M23. Yeye njo mwenye anashimamia 3e zone de défense, so mpaka atakuwa nachunga ordre yake yeye. Ordre yake alafu njo drone zipande. Basi
Hiyo ni pointi ya kwanza. Alitoka Kisangani akaingia Burundi, wakafanya kikao, akamwambia mkubwa wa majeshi wa Burundi, kwa sababu base militaire yetu, jeshi yetu, vifaa vyote vyetu vya kijeshi vyote viko pale Burundi. Akaenda kumwambia mkubwa wa majeshi ya Burundi kama yeye au anasubiria ordre yake itoke, kwa sababu yeye njo komanda wa 3e zone de defense, iko na kontrole na yua kama ni region 6 wala 7 Mkongo, eti mpaka bawe banachunga ordre yake yeye Masuzu, njo drone na Sukoi zende zipige. Kama hayatosha ordre, Sukoi hazitapiga na drone hazitapiga. Hiyo njo ilikuwa ka pointi ya Masuzu kumpeleka Burundi. Basi na wakati alipotoka Burundi, kule Burundi akakuya akaingia tena Kisangani. Wakati alifika Kisangani, bakakia jikuta Patrick Masunzu anakuya na telefone 2 za mupya. Sasa wakati chef d'etat major alikuwa na mtafuta Kinshasa awasiliane naye, kwa ile namba alikuwa namtafutia, Masunzu alikuwa tena hapatikani sana kwa ile namba yake yenye balikuwa wanaongea na chef d'etat major. Kumbe Masunzu alikuwa alishakuwa na zingine simu 2 na namba 2 tofauti. Sasa hizo simu 2 alizipata je? Kumbe hii wakati munasikia ke Kazemberere Kanambe Alliance Kabila alikuwa ka Kenya na baopoza ba Frank Diongo na bangine na ba Pero Luara ba Matata Ponyo kwenda kufanya ile sovo la RDC. Basi wakati balitoka kule kitu kenye baliongea bakasema no, batoshe pesa bapatie Masunzu akamatishe Uvira. Bakaongea kile kitu bakamalizana. Sasa bakasema Masunzu sasa tutawasiliana je? Ikabidi bakaongea na Masunzu juu Kazemberere Kanambe anakuwa na nimero ya Masunzu. Ikabidi bakamate ile nimero ya Masunzu bampigie simu, bakanza kumupanga a partir ya Kenya. Bakanza kumupanga. Wakati walianza kumupanga ti Masunzu wakakubali. Sasa wakati alishuka, wakati walikuya bale benye balikuwa kule Kenya, wakati walitoka Kenya kukuya sasa banatawanyika. Bakakia banaleta matelefone, bakaletea Masunzu simu 2 kubwa za kisasa. Basi bakanza kuwasiliana, bakatumia Masunzu franga. Selo source yetu inatuinforme balimutumia Masunzu franga za corruption za kupatia bakubwa bote ba majeshi benye bako kuanzia Kisangani unashuka mpaka mantite zote za huku Mauvira. Kila yenye alikuwa na yua ni mkubwa, muzalendo, soda wa FRDC, bote hizo pesa Masunzu alikuwa alishakuwa nazo. Basi hizo pesa zilikuwa zilishaingia mkarte simu ya Masunzu. Wakati hizo pesa ziliingia, Masunzu akaanza kuongea na bakubwa ba FRDC munivo kwanza ya Kisangani, akaanza kubapanga. Bwana, hapa mipango inaanguka ingine. Si mnayua kama alisha katala ndege na drone zisikuwa tena zinapiga mpaka zichunga ordre yake. Kumbe ilikuwa ishakuwa mission deja ya kuanzisha vita, ba M23 baingie, baanzishe vita bakamate Uvira. Ju drone tena hazitapiga, Sukoi hazitapiga mpaka yeye njo atoshe ordre. Basi wakati franga ziliingia, Masunzu mule mkisangani, Masunzu akaanza kuongea na bale ba ofisier ba generale bale bako chini yake, bale ba komanda regio na wengine manake ile staff yake akaanza kuipanga, akaanza kuipiga mihela. Wakati alianza kuipiga mihela mubale batu bale ba generale ba colonel na bale ba major, njo bakaitisha Kinshasa, bakasema urgence
mutumane mkubwa majeshi yakuu hapa, mambo yenye iko huku ilishabadilika. Patrick Masuzu alishakula rushwa. Sasa wakati Jules Banza mkubwa wa majeshi yote ya Kongo, chef d'état major, anatoka Kinshasa kuingia Kisangani, hakumwambia Masuzu kama iko anashuka. Aliambiaka tu president de la republique, anamwambia wana Chilombo, kule kulishaonekana mambo fulani, mimi naenda kwanza kule niende nifuatilie dossier. Chilombo akampa ndege, basi bakamtilia karibira kila kitu, akaenda. Wakati aliingia kufika Kisangani, alidema akakuta Masuzu naye angali 3 jours anatoka Burundi. Sui kama mulisikiaka, kama kuko habari mulisikiaka, ba M23 balikuwa Burundi kwenda kuonana na serikali ya Burundi. Masuzu naye alikuwa kaemu. Masuzu alikuwa kamwele konva. Alikuwa angali 3 jours anatoka Burundi. Wakati anafika Jules Banza naye anaanguka, yuko anafikia pale. Jules Banza anamwambia, mbona niko na kutafuta ku telefone, mara hiyo sikoni, probleme ni nini? Oh, telefone yangu somewhere niko naiacha ku charge. Sasa ile telefone tulikuwa tunaongea kwa mimi na wewe iko wapi? Aseme iko ku charge. Sasa hizi zingine telefone ziko na kazi gani? Pale ordre katoka kwanza, ale leta hizo telefone hapa. Bale walikuwa wanaenda na Jules Banza mkubwa wa majeshi, akamdesarme zile telefone zote 3 yenye ilikuwa iko ku charge na 2 zenye alikuwa kanazo hizi za mpya zote, bakazidesarme bakazikamata. Pale bakamwambia no, hatutaongelea hapa, panda ndege tuende Kinshasa. Yeye na wachini yake bakapanda ndege bakaingia Kinshasa. Wakati balifika Kinshasa, ikabidi sasa baanze kumuoji. Kwanza kumuoji sasa, bilikuwa kuwaje weye unatoka Kisangani unaingia Burundi kwenda kuambia mkuu wa majeshi wa Burundi asikuwa anatumikisha drone zisikuwa zinatoka Burundi zende piga ba rebele na Sukoi mpaka bako banachunga ordre yako. Pourquoi ulifanya vile? Na amemeta juu ya nini wakati operation Zibira ilipangiwa? Uliambia bakubwa benye bako mu operation Zibira, ulisema ke basipigane batoke barudie nyuma. Zibira kaingia mu mikono ya M23. Unasikia? Kumbe Zibira wakati ilikamatiwa ilikuwa Masuzu ndio mwenye alikamatishaka Zibira. Basi wakati balenda kule Kinshasa, Masuzu wakaanza kujitetea vile vyake vya bongo, ikabidi bakamate zile telefoni zake baanze kucheke nini iko inaendelea mwa zile masimu. Kwenda kukuta Masuzu na Joseph Kazemberere Kanambe balisha panga pla ya kukamatisha Uvira, balisha mtumia franga alishaanza kuzipatia kwa ofisia kule Makisangani, baanze pangana jinsi Uvira itakuwa tombe. Na njoo hivyo Masuzu na maaudio, ma message na mafranga jinsi zilikuwa zinaingia mapartrash, kila kitu vyote vilikamatiwa. Na njoo vile Masuzu iko Kinshasa, bangali banamweka pale, bako banachunga bakumusambisha. Jules Banza hata msambisha. Jules Banza haiko njo kazi yake. Alisha muremetre kama kuba demiape, kama ni kuba ba anere, kama ni kuba nani, njo bamusuivre dossier yake, alafu kisha bayue jisi batapangililia. Na mpaka leo hivi 3e zone de défense iko mu mikono ya yepe chef d'état major Jules Banza, njo mwenye kwa na contrôler kwa leo. Njo probleme ya Masuzu hiyo njo information inatoka kwenye source yetu ya Kisangani, source yetu ya IDPS. IDPS oye, IDPS viva, IDPS na likolo. Source yetu tena na tuinforme kufatana kama mulisikia kila aeroport benye kusafiri na ndege, aeroport zote zitakuwa zinaanza kwa kontrole na Amerika, na banasema kama batakuwa banalipa $30. Walungu. Watu 2 wamefariki dunia na zaidi ya nyumba 100 zimeharibika kabisa kufuatia mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 6 Novemba katika eneo la utawala wa Kaziba wilayani Walungu mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya wenyeji, vijiji vingi vimeathirika na janga hilo
na familia nyingi sasa zipo katika hali ngumu. Mashuhuda wanasema kuwa mvua hiyo ilikuwa kubwa sana, ikiambatana na upepo mkali uliosababisha uharibifu mkubwa, huku paa za nyumba nyingi zikirushwa na upepo na mafuriko kuripotiwa katika maeneo ya bondeni ya Kalamba pamoja na Luzizi. Vijiji vya Kabembe, Kashoshi na Butunzi navyo pia havikuweza kusalimika kupitia mvua hiyo. Watu wengi wamelalamika kubaki bila makazi yao kufuatia mvua hiyo ambayo iliweza kusababisha vifo vya watu wawili. Kwa upande wa kijiji cha Mufo, mtu mmoja amethibitishwa kufariki dunia baada ya kupigwa na radi, huku wengine 5 kujeruhiwa vikali. Katika eneo jirani la Kamanyola, wakaaji wameripoti nyumba kadhaa kuharibiwa na mvua kubwa zilizonyesha katika siku 2 zilizopita na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali katika eneo hilo. Na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na kusihi kuwa nasi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwa heri.